Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumekuwepo na taarifa ambazo zimesambaa sana huko mtandaoni kuhusiana na baadhi ya matukio ambayo yametokea kufuatia kwa mashambulio katika nchi kama vile Dubai kutoka Israeli. So ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimeibua taharuki kubwa sana na kupelekea hata ndege za Air Tanzania kusitisha safari zake kwenda huko nchini Dubai. Now we are halfway there, we're keeping focus on that. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa awali kabisa ni kwamba shirika la ndege la Air Tanzania limetangaza kusitisha safari zake zote za kwenda Dubai na kutoka Dubai, yani UAE, United Arab Emirates, kufuatia kufungwa kwa anga katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi yakiwa yanaendelea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Kupitia taarifa iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma ATCL, inasema kwamba uamuzi huo umechukuliwa kwa maslahi ya usalama wa abiria, wahudumu pamoja na ndege zao, kwani ulinzi wa abiria na wafanyakazi wake ni kipaumbele cha juu, na kwamba inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo kabla ya kurejesha safari hizo mara tu itakapothibitika kuwa mazingira ni salama na thabiti. ATCL imewataarifu wateja wote wenye tiketi za kusafiri kwenda au kutoka Dubai katika kipindi hiki kuwa wanaweza kubadilisha ratiba za safari zao kulingana na upatikanaji wa nafasi bila kutozwa gharama yoyote ile ya zaidi, ambapo kituo cha mawasiliano kwa wateja pamoja na ofisi za mauzo zitaendelea kutoa msaada kwa wateja wanaohitaji kufanya mabadiliko au kupata maelezo zaidi. Naam, bwana, kama unavyoelewa ni kwamba sasa hivi hapa huko Dubai Kiredio pamoja na mpenzi wake V-Dollar walikuwa wameelekea huko Dubai kwa lengo la kwenda kula bata kwa ajili ya kwenda kuenjoy maisha, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba huko Dubai sasa hivi kumekuwa na mashambulio ya kivita, wamekuwa wakipigwa mabomu, jambo ambalo limeibua taharuki kwao, lakini pia vile kwa baadhi ya Watanzania ambao wanawafuatilia ma-celebrity hao. Na siku ya jana baada ya shambulio la kwanza kabisa Dubai, ni kwamba Kiredio aliamua kuposti video kuwaondoa mashaka mashabiki zake kwamba yuko salama. Lakini cha ajabu ni kwamba siku hii ya leo bwana, hali imebadilika. Jamani, simu naona zimekuwa nyingi ndugu zangu. Msio na shaka kabisa, kama mnavyoona tuko salama kabisa. Hapa ndo tulipofikia. Mji yuko vizuri, kumwomba tu Mwenyezi Mungu kwa sababu na eneo la Dubai tayari limeshambuliwa, lakini kidogo sio mbali na hapa sana, kwa sababu Dubai sio mji mkubwa, lakini sio hapa pia. Kwa tunaomba tu Mwenyezi Mungu mambo yasiendelee. Ila tuko salama kabisa, mzidi tukutuombea. Asante. So hiyo ndo taarifa ambayo ilisambazwa siku ya jana na Kiredio mwenyewe, ambapo hapa kuna pages zikaripoti kwamba mchekeshaji na mtengeneza maudhui mtandaoni Vincent Njau maarufu kama Kiredio amethibitisha kwamba yuko salama nchini Dubai kufuatia taarifa za makombora ya Irani yaliyorushwa kuelekea maeneo ya Mashariki ya Kati. Kupitia video hiyo aliyochapisha mtandaoni, Kiredio amesema kwamba yeye pamoja na mpenzi wake V-Dollar hawajapata madhara yoyote licha ya hofu kutanda katika tukio hilo. Lakini pia vile ni kwamba kaendelea hapa kusema kwamba taarifa hizo zimeibua taharuki kwa Watanzania waliokuwa wakifuatilia hali yao, lakini pia vile Kiredio amewatoa hofu mashabiki wake, akisisitiza kuwa wako salama na wanaendelea vizuri. Hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati imeendelea kuwa tete kufuatia kwa mvutano wa kijeshi unaoendelea kati ya mataifa husika.
Lakini pia vile vile kuna Mtanzania mwingine hapa ambaye yeye anafahamika kwa jina la Miss Reni. Yeye pia yuko huko Dubai, anajishughulisha na shughuli zake huko, na yeye pia bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram hapa amekuja kuweka maoni yake hapa akiwa ameandika kwamba tuombeeni jamani. Huyu ni Miss Reni, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivyo kwamba tuombeeni jamani. Akaendelea kusoma kwamba Dubai hali ni mbaya, tuko lockdown, hamna mtu kutoka wala kuingia. Kwa kifupi ni kwamba huna chakula ndani, ndio basi tena anga zimekuwa wazi, ningerudi tu nyumbani Tanzania. Heka heka siziwezi mimi, natetemeka mwili wote, ardhi inatikisika na ni mwendo wa mabomu tu yanasikika. Huyu ni Miss Reni ameandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram kufuatia kile ambacho kinaendelea huko mitandaoni huko Dubai actually. Lakini Watanzania bwana, kama kawaida, wamekuja kumkumbusha kwamba posti moja kabla ya kuposti hili janga linaloendelea huko Dubai, aliandika kwamba bora ateswe na mapenzi akiwa Dubai kuliko huko mabondeni. Mvua ikinyesha mtaa unageuka kuwa bahari, ni mwendo wa kupiga mbizi. Hiyo nilishakataa. Ameandika hivyo huyo Miss Reni posti moja kabla ya hili balaa huko Dubai kutokea na kuanza kuomba watu wawaombee. Kwa hiyo hapa kuna mdau anaitwa Justin Yanga anasema kwamba bwana, kwenye posti yako hapo chini ulisema kwamba ni bora uteseke na mapenzi ukiwa Dubai kuliko Tanzania mabondeni. Nadhani hapa ulifanya kufuru kubwa sana mbele za Mungu. Na shangaa unasema angalau ungekuwa huku mabondeni. Jitahidi msijisahau sana. Mwe mnajitahidi msijisahau sana. Pole huko ulipo. Kuna mdau hapa amekuja kumkumbusha kile alichokisema kwa busara kabisa. Amemkumbusha kwamba posti yake moja, huyu dada alikuwa anawasema watu wa Tanzania kwamba wanaishi mabondeni, mvua ikinyesha mtaa unakuwa bahari. Yeye huko amesha sahau hayo maisha, ni bora ateseke na mapenzi akiwa yuko Dubai. Sasa Dubai kumeshambuliwa na mabomu, ameanza tena kuwaomba watu wamuombee kwa Mungu, lakini pia vile vile anatamani hata anga zingekuwa wazi angerudi Tanzania, ambapo amepakandia Tanzania ni mabondeni, mvua ikinyesha miji inakuwa bahari. Na hapa wadau bwana, wala hawajamkawiza, wamekuja kumkumbusha kwamba alichokizungumza awali amekufuru. Sasa hivi mambo yamebadilika, anaanza kuomba kulia na kutia huruma. Lakini hata hivyo wamemtakia kila laheri, Mungu amlinde huko alipo. Peji mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba mwanadada anayeitwa Miss Reni aliwahi kusema bora ateswe na mapenzi akiwa Dubai kuliko mabondeni Tanzania. Mvua ikinyesha mitaa inakuwa bahari, ambapo sasa hivi ni kwamba anaomba dua anga zifunguliwe arudi zake Tanzania baada ya Dubai kushambuliwa na mabomu ya Irani. Mambo hayo. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.